Tukae watumishi wa Mungu. Na wasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nafurahi kuwaona. Nashukuru sana mkurugenzi wa idara, mtumishi wa Mungu Tumaini Chanjarika na kamati yako kunikumbuka na mimi kwamba niongee hapa. Kwa kweli sikuwa nalitarajia, lakini ulinipigia nikiwa Singida, ukanijulisha, ukaniuliza unakuja? Nikakwambia ndio nakuja. Ukaniambia nitakuwa na nafasi kama hii. Nafurahi sana. Hekima yenu ya kutukumbuka tuliomaliza muda ni hekima kubwa sana. Tunashukuru na washukuruni wote. Na munifikishia salamu kwa askofu mkuu, makamu askofu tumeonana, na kamati kuu kwamba tunawapenda. Ndugu zangu wapendwa wainjilisti, wainjilisti wenzangu mliopo, wengine labda ndio mnaniona mnasema huyu ni nani? Maana nimeona kuna wainjilisti wa kizazi kipya na kuna wainjilisti wa muda unayetufuatia sisi, na kuna wainjilisti tuseme tuliokuwa pamoja na wanayetufuatia na wa kizazi kipya. Sisi mimi binafsi naendelea kushangaa. Maana ikiwa hivi tungesema hii ndio conference kuu kwa siku za nyuma. Lakini tuko hivi tunasema ni wainjilisti tu. Ni jambo la kushangaza. Ninashangaa Mungu anavyofanya. Mimi nilipata uinjilisti kwa neema tu. Nilikuwa mwinjilisti namba 6. Namba 1 alikuwa askofu mkuu wa wakati huo, mzee wetu alienda mbinguni, Manuel Lazaro, baada ya kugawanyika EAGT na TG. Na mwingine alikuwa Christian Kiwia, Daudi Kuselia na Matias Ngandu na Simon Mwakasaka. Nadhani mkikumbuka mwingine hamna. Ndio akaja Yona Sulemani. Mimi nilikuwa mdogo kuliko wote. Nimeanza kuhubiri na miaka 20. Nilikuwa na hasira sana na shetani kwa sababu alinitesa. Ndio nikaanza kuhubiri na Mungu akanikumbuka, ninao ya kuambieni. Mimi sitahubiri kama wahubiri hao waliopita. Hawa wanavifua na wana hasira kama kina Mpunga na wengine. Wanamtamani shetani wakutane wazipige ngumi, acha kiroho, wazipige kwanza ngumi. Maana ni vijana wana nguvu. Na maandiko yanasema kwa kweli, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina furaha katika hiyo, na hiyo haijafafanuliwa ni ipi. Kwa hiyo utajaza mwenyewe. Sasa makeke yanapungua hadi unavyozidi kuwa na umri, na mambo mengine unaona hayana sababu kupiga kelele au kuwa na makeke. Lakini vijana ndivyo wanavyotaka, na nawapenda na watumia. Haleluya. Uinjilisti ni kitu muhimu sana. Nimeambiwa niseme somo la Roho Mtakatifu, na mimi napenda sana hiyo kitu. Na niwaambie wainjilisti, kama hutafanya urafiki na Roho Mtakatifu, uinjilisti utakushinda. Uinjilisti ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Roho Mtakatifu ndio mwinjilisti
akiyatumia maisha yetu. Ukitaka kufanya vizuri na ujae, yani ukitaka kufanya vizuri kwa ishara na miujiza, lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako. Na Roho Mtakatifu ndiye anayelishikilia kanisa katika siku za mwisho. Ukisoma Yoeli 2:28 mnajua alitabiri ya kwamba itakuwa siku za mwisho, nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Mungu alimtumia Yoeli. Na haya maneno ya Yoeli 2:28 yakaja kutimia katika kitabu cha Matendo 2 yote, siku ya Pentekoste. Na siku za mwisho zilianza wakati wa Pentekoste hadi leo. Na kadri tunavyoishi zinakuwa siku za mwisho zaidi, na Roho Mtakatifu anashuka kwa wingi zaidi. Na tutashangaa tukimwomba Mungu. Nashukuru kwa maombi ya leo, yalikuwa na msisitizo mzuri sana sana. Mtashangaa mahali kwingine ambako hamjafika wainjilisti, Roho Mtakatifu anatangulia. Unakuta amefanya kazi mwenyewe. Na kuna uwezekano mtu kukutana na Roho Mtakatifu kabla, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio mwinjilisti mwenyewe. Hata hao mnaowaona wanakuja kwenye mkutano kuokoka ama makanisani, wanaletwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Na Roho Mtakatifu akija ana package nyingi, ana vitu vingi. Haji na jambo moja. Nilimsikia jana makamu askofu mkuu nikiwa nyumbani Singida akisema watu wengi wanadhani wakijazwa Roho Mtakatifu na kunena wamehitimu. Sio hapo tu, hiyo ni mwanzo. Na hata hivyo hatujachuchumilia tuvipate vitu vya Roho Mtakatifu sawa sawa. Mbona dunia itakushangaa? Haijalishi umri, haijalishi ni wa mjini ama vijijini, umesoma ama hujasoma, Roho Mtakatifu ndio shule yenyewe. Elimu zingine unazoziona za theolojia zimeletwa na Roho Mtakatifu. Ni vizuri kuzisoma na ni vizuri kujifunza. Na mwinjilisti ni vizuri usome. Niseme nisiseme, mwinjilisti ni vizuri. Tumeona kwaya wainjilisti hapa ilikuwa inaimba, mimi nikaona nikashangaa, ni muujiza. Haya ni mambo mapya yametokea, zamani hayakuwepo haya. Na hata kama mtu ana moto wa Roho Mtakatifu anashindwa aende wapi. Tunamshukuru sana Mungu kutupa askofu mkuu mwenye maono. Yule mtu tumuombee sana. Sasa wapendwa, mimi ndugu yenu, sina masomo mengi sana, maneno mengi. Siku hizi sina maneno mengi, sina kabisa. Hata wananialika kwenye madhabahu zao siku hizi wanashukuru sana. Ninahubiri kidogo na nguvu ya Mungu inatembea. Lakini kwa hapo kina mpunga, usipokazana, maana yako yamejaa, nataka kutoa yote. Mimi nimemwomba Bwana maneno yawe machache, ishara zionekane. Haleluya. Na kila napohubiri kanisani kwangu, hata Jumapili iliyopita, lazima watu wafunguliwe. Na watu wanakuja wengi kwa ajili ya kuja kuombewa. Raha ya uinjilisti wa miaka hii, watu wana matatizo. Na watu kuwa na matatizo ndio mtaji wa wainjilisti wenye nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa ninyi mnaombea matatizo yaondoke, mtakula nini? Mtaishije? Ni kama daktari anaomba wagonjwa wasiwepo, atafanyaje? Haya mambo Mungu ameyaweka, yamekaa hivyo, yanaenda mbele yanarudi nyuma, ndio maisha. Hebu semeni ameni, basi nitoe maneno mengine. Haleluya. Haleluya.
Mimi naongea tu kuongozwa na Roho Mtakatifu. Masomo mengi nimeyaona nikiwa mbali, wahubiri wamehubiri, mimi nazungumzia tu kuongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuongoza huwa kuna jambo linatokea. Unakuwa wewe mwenyewe kana kwamba watu watajua una Mungu ndani. Kwa sababu mambo mengine watu hawayaelewi. Taongea. Hebu tuangalie kwanza Warumi 8 mstari wa 26 na Yohana 16:8. Kulikuwa na wasomaji wazuri, sijui kama bado wapo. Warumi 8:26, Injili ya Yohana Mtakatifu 16:8. Karibu nisaidie. Twende haraka. Tuseme amen. Roho mwenyewe anatushuhudia kwamba sasa ukishampokea umekuwa mtoto wa Mungu, alafu unakuwa mrithi. Ukirithi vitu vya Mungu sio kama baba yangu na baba yako. Kwenu inawezekana vitu vilipungua, lakini ukirithi kwa Mungu ni vyote. Wainjilisti, msihangaike kuomba watu. Msihangaike. Na wengi leo wanajikita wakiona ndio maana washirika wazuri wenye hela na watulivu hawaji makanisani siku hizi. Tunakuwa tunawaomba. Ukijaa Roho Mtakatifu atakudhibitishia wewe ni mwana wa Mungu. Na kama mwana wa Mungu, umuombe baba yako, atakupa kila kitu. Na Yohana, Injili ya Yohana 16:8 tusome. Amen. Yohana sura ya 16 mstari wa 8. Amen. Wainjilisti tumetumwa kuhubiri wenye dhambi ya kwamba Yesu anaokoa. Ndio ujumbe wetu. Yesu anaokoa, Yesu anasamehe. Unaposema maneno hayo, Roho Mtakatifu anadhibitisha kwenye mioyo ya watu. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu, kuhubiri ni rahisi sana, hata bila kuandaa ujumbe. Mwinjilisti sio lazima uandae ujumbe. Roho ndani sio lazima uandae ujumbe. Wewe unatakiwa kiwaona kuna vitu vinachemka, unaanza kuropoka. Na vile unavyoropoka ndio vitu ambavyo Mungu alitaka viseme. Praise God. Hallelujah. Ndio. Niliona siku moja mhubiri mmoja anahubiri, ni mhubiri, lakini amepanda kwenye jukwaa na daftari. Sasa siku za nyuma ungepanda na daftari, watu wanaondoka, wanajua una la kuambia. Vitu vinatakiwa vitoke moyoni. Utaniambia bora nao nalo, hapa nafundisha wainjilisti jinsi ya kwenda kuhubiri. Daftari linakuwa Roho Mtakatifu ndani yako. Ukisimama unachemka. Kwanza Roho Mtakatifu ukiwa naye, popote ukiwaona watu, unaona una mwili unakuwa kama una vibration, kama vile simu. Unataka kuongea. Unatembea na nguvu. Zamani kwa nahubiri, sina gari nimekuja kupata miaka hii ya karibuni. Nikipanda basi nitapata wateja 2 au 3. Kama kuna wenye pepo, lazima nikikaa. Siku moja nimekaa, si muda mrefu, mama moja akati mimi nimetulia tu, sinajua, sinaelewa. Kidogo kwanza kumwambia, vipi mama? Niache
niache nachomo. Watu wakasimama, abiria wakasimama. Mimi najua nitakavyofanya. Si ninajua ni shida imeanzia kwangu. Ndio mwinjilisti anavyotakiwa kuwa. Unakuwa moto na kutoka moto. Akaanza kujirusha, wakainuka kina mama kumshika. Wakasema tunafika mahali tumshushe. Ilikuwa tukuja da, tumekaribia Manyoni. Tukifika Manyoni tumshushe, tumpeleke hospitalini. Kaambia huyu sio wa hospitali, hizi ni pepo. Sasa tufanyaje? Kaambia sogeni. Haya, pepo mwachia huyu mama, endelea vizuri na safari yake, toka kwa jina la Yesu. Akatapika, akainuka, akapewa maji akanywa, akatulia, safari kaendelea. Unajua inakuwa tulipofika Dodoma mahali pa kula, kila mtu anataka kuninunulia chakula. Shangilieni mkipenda kushangilia. Hayo ndio marupurupu ya mwinjilisti mwenye Roho Mtakatifu. Yeye ndio huwa anawadhibitishia watu, wewe ni mwenye dhambi, leo katubu. Yeye ndiye anawaambia. Alafu wewe mwinjilisti unatumiwa tu kukemea basi, au kumuongoza sala ya toba. Kazi rahisi sana. Zamani sisi huwezi kupewa kuwa mwinjilisti wa taifa, wamekupima, wanakuuliza katika mikutano yako, viwete wangapi wametembea? Katika mikutano yako wanakuuliza, uliwahi kuombea mtu mfu akafufuka? Ile cabinet ile ya mzee Lazaro na wale walioteuliwa. Una hiyo upiti. Wanasema hatutaki bla bla. Kama ni kuhubiri injili ya kawaida kila mchungaji anaweza. Wewe unataka kuwa mwinjilisti wa taifa, lazima viwete watembee. Useme vipofu waliona, useme viziwi walisikia, ikiwezekana na wafu wangapi. Ndio napita. Na inabidi ufanye kazi ya kufufua wafu, angalau hata wawili. Wainjilisti punga mkono namna hii. Siku hizi mna ndugu zenu wengine waangalizi, wengine viongozi wa majimbo, wanawafanyia mipango. Mnafikiri kuna hela kuitwa mwinjilisti wa taifa? Mnafikiri kuna hela? Hela zitakuwepo kama Roho Mtakatifu atakuwezesha kufanya vitu. Lao mwinjilisti anaanza kufukuta hawa wenye hali nzuri hawa, ma reverend ya siku nyingi. Hebu nisaidie bwana, naenda kufanya mkutano. Anatoka anaenda kwa mzee Mkuyu, utanisupportiji mzee, nataka kununua speaker. Sisi hiyo kitu ilikuwa ipo. Na siku hizi vijana mnanungunika sana. Mnasema wale wazee mambo walioyapitia wanataka na sisi tupitie. Wachungaji mjasikia hiyo falsafa? Kama yeye aliteseka, anataka na sisi tuteseke. Mfumo ni ule ule. Mfumo ni ule ule. Mimi wakianzaka kunisumbua namwambia nenda kwa mwangalizi, nenda kwa askofu wa jimbo, ama mpigie askofu mkuu nikupe namba. Kwa askofu mkuu hapana. Hasa kwani kama kwa askofu mkuu ndio mwenye hela, wewe unaniambia mimi? Siku hizi mnasumbua sana. Nilimsikia askofu mmoja wa Singida nikafurahi sana. Akasoma ile andiko, walioanza asubuhi na walioanza mchana na walioanza jioni wote wanalipwa dinari. Sasa akasema, inakuwaje wamenikuta niko kwenye mraba jioni, alafu meletwa tutalipwa fungu moja, unaanza kuniambia nisaidie? Kila mtu ana mraba wake. Katumia neno tena litumia kwa Kinyaturu, nitakukata jembe, yani ngugu ramani kochu. Wala Wasingida wanaelewa. Sio nifanye nikukate jembe.
Kwanza umekuja saa kama hizi. Wenzio tumeanza saa 12 asubuhi. Mwenye shamba amekwambia nenda, na anatoa hizo sawa na wa asubuhi ili kazi iende haraka, muda umeisha. Alafu wale wanaeletwa ni wavivu, wanaanza kuwadai hao walioanza saa 12 nisaidie. Hivyo kumsaidia mwenzake ni nani? Askofu mkuu, wakumsaidia ni nani? Anataka kusaidiwa ni yupi? Alianza asubuhi au alianza sasa hivi? Mbona nyie mnaanza sasa hivi ndio mnataka msaidiwe vipi? Na ili upone rafiki, nikupe jawabu leo. Wasihangaika na mambo mengine. Acha kuombea vitu vingine. Funga na kuomba, muombe Roho Mtakatifu akujae, ayaongoze maisha yako. Watakushangaa siku zijazo. Na huwa anashangaza. Inawatia moyo. Yani mambo tuliyoyapata hata sisi tuliotangulia ni kidogo sana. Na kwa sababu sisi tulikuwa tunaambiwa ili uwe mwinjilisti, makanisa yalikuwa hamna. Unaambiwa lazima uwe na kanisa. Ingekuwa leo mimi na peta bila kanisa, ningeivuruga Tanzania hii. Bila kanisa. Tunahubiri, unarudi kuhubiri kanisa lijae. Na kwa sababu nasafiri kila siku, wainjilisti wengi hawana makanisa mazuri. Lazima mkae mfundishwe kama mnavyojifunza. Hawana makanisa mazuri wainjilisti. Akishapiga watu 100 kwisha. Mwinjilisti tunatakiwa kanisa kwako. Kama ninyi mnayekaa mjini kwa watu wengi, piga watu mpaka 3,000. Tukija tunajua kweli hapa ni kwa mwinjilisti. Kama tulivyo hivi, tunajaa mpaka huko, unajua hapa ni kwa mwinjilisti. Wewe unatakiwa unapotembea watu wakukimbilie. Watu watafute msaada kwako. Mwinjilisti mbo? Mbo? Huwezi kuitwa mwinjilisti ukawa na shida ya omba. Watu wanakukimbilia. Na watu ni hela. Hawa wote hapa wakishusha hela hapa. Hawa ni hela ndefu sana. Na nikiwaamuru mtazileta. Ili ujue nina Roho Mtakatifu ndani. Mwinjilisti hataki kuhangaika. Unakopita, mimi nilienda kuhubiri mahali, mtu mmoja akanishonea suti 10 mpya. Sijamuomba. Mimi naomba tu huko. Ukifika watu wanasumbuka. Siku moja nilikuwa nahubiri pale Ulaya Kilosa. Ilikuwa mkutano wa madhehebu mbalimbali. Nilikuwa nafanya wakati huo na The Big November Crusade. Mama moja Muislamu anaitwa Adija, nikiwa nahubiri, alikuwa ni kiwete, akatembea hadharani, na mmoja alikuwa kipofu akaona. Mkutano huo ulifumuka wa dini zote. Ikabidi kukawa na mvutano wa kidini. Ikabidi nilindwe na polisi. Nakumbuka nilikuwa naishi hapo, nalindwa na polisi. Na watu wakawa naletwa usiku na mchana. Nikamaliza, nikaenda Morogoro pale Bigwa, ile sekondari ya masista. Nimeenda kufundisha mahusiano ya kidini kwa wakati ule. Sasa nikaelezea ushuhuda yule mama Mungu alivyomponya. Sasa nikaelezea pale, wamejaa masista wengi. Nilipomaliza wakaniuliza, ulichokuwa unakisema ni cha kweli? Nikawaambia ni cha kweli. Wakaniambia, je, tukikuletea mgonjwa utamwombea atapona? Nikawaambia ndio, atapona. Usiwe na wasiwasi kwa sababu sio wewe. Anayeponya ni Roho Mtakatifu. Wakasema tunakuja. Muda si mrefu akaletwa mwalimu wa chuo cha
cha Kingurunyembe, ameparalyze, alikuwa anaitwa Mas, amepooza, ni ndugu yake mojawapo na sister. Niko pale, wakamleta, nikamwambia, wakasema tuko kwenye shughuli, endelea naye. Nikamwambia nitakuja kumwombea mkiwepo. Basi nikakaa na yule mtu, akaegemezwa, nikaanza kumfundisha neno la Mungu na kumuonyesha maandiko yanayoonyesha uponyaji na nguvu ya Mungu inatenda kazi. Wale masista wakarudi. Waliporudi wakafungua chepo yao wanakoabudia, tukaingia. Wao walikuwa 6. Nikaanza kusema, unajua zingine hofu inakupata, kwa nini niwaambia nimeombea mtu akapona? Paka nimeingia kwenye chepo ya Katoliki humu ndani, hawa dada wananizunguka. Ilikuwa kibarua sijasahau. Yule mtu akakalishwa, niko mwenyewe, toka kwa jina la Yesu. Nikakemea saa nzima, ananikodolea macho, ananiangalia tu. Yani nikaanza tena upya, namaliza naanza upya. Na chuchuma na mshika kichwa, naomba. Msio mnasukuma watu. Roho Mtakatifu ndio huwa anawasukuma, wao usisukume watu. Mungu Bwana ni mwaminifu. Baada ya saa moja nikiendelea bila kukata tamaa, nikaona mguu unacheza cheza wa yule mgonjwa. Nikajua tayari ipo. Ndipo nikakadhana. Baadaye akaruka, akaanguka ti. Alafu akatapika. Vitu vyeusi. Nikasema, Bwana, si ndio maana huwa nakupendea? Akatapika, akarudia akatapika. Wale masista wakalia, wakaogopa. Nikamwambia, kemeeni. Wakaanza na wao, kwa jina la Yesu. Kwa mara ya kwanza natoa pepo na masista. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Paka katapika kamali. Akawa amelala kama amekufa. Wakasema amekufa. Wakaanza kulia kapani. Nikamwambia hapana, hii ni operation. Wainjilisti muwe na maneno ya matumaini. Wewe ndio nawapa majibu. Hii ni operation, Mungu anafanya operation. Nikamwambia mwacheni. Tukakaa kule, nikaanza kuwashuhudia. Kila ninalosema ndio mtumishi, kila lazima ndio mtumishi. Nikainuka, akamwambia naitwa nani? Akasema John Masi. Akamwambia John Masi, inuka. Akainuka. Simama, akasimama. Tembea, akatembea. Rudi, sikiliza. Sikiliza, mimi sipendi siku hizi kushangiliwa, sipendi. Zamani ndio nilikuwa napenda. Bwana asifiwe sana. Unajua saa nyingine Biblia inasema kwamba Yesu alimnyang'anya funguo za mauti na kuzimu shetani, akaanza kutembea kwa mikogo. Si ndivyo tunavyosoma? Ukiona namna hii, usiharakishe. Ambia nenda, rudi, tembea haraka zaidi, chuchuma, simama, mpe mkono dada yako, sema Yesu ni Bwana, alafu namtubisha. Na nikawatubisha wote. Wale wadada, Christmas na Pasaka lazima unitumie zawadi. Zaidi ya miaka kama 4. Kwanza alipopona, wakasema hivi, yule sister mkuu akasema, hii gari tunamuomba askofu alikuwa na user, tukupatie wewe. Mimi nikamwambia hapana, si tulifundishwa usipokee zawadi hovyo hovyo. Ninyi siku hizi mnawataka wenye zawadi ndio mnawaandama. Zawadi zingine zina mapepo ndani. Unaila hiyo zawadi unakwisha. Amsomi habari za Elisha na Naaman. Alichukua. Mnasoma maandiko. Yule kijana wake akaona huyu mzee
tuna shida namna hii, anaacha vitu vimeletwa, si alivifuata? Ikawaje matokeo yake? Ukoma wa Naaman juu yake. Mwe makini. Mtu anayejua watoto wake na usalama wake haruhusu watoto kula ovyo ovyo. Ndivyo inavyotakiwa. Haleluya. Hapo naonyesha ukiwa na Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo utaenjoy. Hautakuwa na masononeko, hautakuwa na shida hata kama zinakuja. Unajua Mungu hatufanyi kazi yake ili atutajirishe. Andiko nasema kwamba mwana akiwa mrithi, ambaye ni mrithi, akiwa mdogo yuko sawa na watumishi. Si ndio? Mungu anajua wewe bado mdogo, nataka vitu vikubwa. Hiyo tamaa utaipeleka wapi mwinjilisti? Mungu anajua muda wa kuja kukubariki. Unataka gari, kwa kuwa umeona mwinjilisti mwenzio ana gari, angalia muda wake. Wewe umeanza saa 12, mwenzio ameanza saa 12 asubuhi, wewe umekuja saa 12 ya jioni. Unataka ukikanyaga tu kwenye mraba uanze kuendesha magari? Najua kuna vitu vingine hamko vizuri. Vitu vya dunia vinaua. Ukipewa gari jipya utaanguka mwanangu. Utaacha imani. Akaunti ikijaa hela sawasawa, wewe kwenye mkutano huu hauji. Wengine mmekopa nauli mkaja. Ndio nzuri. Niseme nisiseme, usichanganya utumishi na tamaa. Wacha hao wanaendesha magari, makruza yao, wameanza leo. Mkuyu angekuambia hapa. Unavia alikuwa hivi. Mimi nimesoma hapa akiwa chaplain. Na mimi ndio alikuwa katibu wake wa kanisa. Hapa humu ndani. Nilikuwa napanga mipango kila kitu. Rafiki yangu sana mpaka leo. Unavia alikuwa hivi. Msosi wenyewe shida. Waulize wakina Askofu Kefa. Waulize. Wakina Zefa, sorry. Hata nyinyi vijana mnataka kurukia. Hivi hata kusoma. Sio tunasoma miaka mingi mno ndio uje uajiriwe. Wewe uko darasa la 7 unaanza unadai mshahara. Kweli? Sasa hivi watu wampiga mpaka degree 2 hamna ajira. Na wapo ambao hawanikubali kwa hili. Sasa hivi tuna waisi mkurugenzi wengine matapeli ile wamejificha kwa sababu TAG na ina mikakati tight sana. Ukiwapa huru wako manabii wa uongo. Nisiseme. Muwe mnaangaliana. Sangine mnachafua kazi. Mnaharibu kazi mpaka tunaona aibu. Tumishi wa Mungu anapenda hela, anapitiliza. Na ukiona watu wenye nafuu wanawachukia, utafikiri wamewaibia. Mimi sifundishi hiyo. Nazungumza habari za Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akijaa ni mwaminifu, atakushuhudia kwa habari ya tabia yako ilivyo. Atakushuhudia. Atakwambia acha hii. Akiona mgumu atatuma mtu. Na atatuma mtu. Mtu atakuja akwambie. Wengine wanatumiwa kama nabii. Anakuja tu anakuvaa hata kama mama kamoja kuvaa. Kala kwambia hii na hii acha. Uachi huna kazi, kameondoka, utafanyaje? Tunajifunza. Hapa tumekuja kujifunza. Hata sisi tumepona kwenye makongamano kama haya. Wahubiri vijana tamaa za ujanani. Roho Mtakatifu akakwambia usipitia hapa. Usiende pale. Yule dada acha mazoea naye. Na wewe dada unaambiwa yule mtu usimfuatilie. Wengine wamekuwa wahubiri unaalikwa. Nimeombea wahubiri wa kike wengi walipoenda kuhubiri walianguka. Wako mbwa
mwitu, wako fisi, wako simba. Kazi ya uinjilisti na majaribu sana, kwa sababu unafungua watu. Usiogope Roho Mtakatifu akiwa juu yako. Haleluya, haleluya. Wakorintho wa kwanza 14:24 hadi 25. Hebu soma hiyo mstari miwili. Wakorintho wa kwanza 14:24 hadi 25. Shina 4 na 25. Ndio. Tuseme amen. Mahali Roho Mtakatifu watu wanapoabudu, kama kuna mtu asiye sawa, huwa anajulikana, anasema yeye mwenyewe, anabainishwa mambo aliyonayo moyoni. Roho Mtakatifu ukiwa naye utajua hali halisi unapoenda kila mahali. Mkutano ule kama kweli uko sawa utajua, na kama kuna kitu kibaya kinaingia ndani yake utakiona. Ni mapambano. Lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu, huwa anafunua siri za watu. Hata kwenye ibada mtu anajulishwa hali yake, anajieleza jinsi alivyo. Yaani ukiwa na Roho Mtakatifu wewe utakuwa mtu wa ajabu. Roho Mtakatifu tuliona, ndugu zangu, tunakunywa kidogo. Wainjilisti wenzangu, shida iliyopo tunakunywa kidogo. Hatuna muda wa kukaa tunywe sawa tupagawe. Unatakiwa mpaka upagawe. Hata wale mnasikia wachawi hatari huwa wamepagawa na roho chafu. Vipi kama sisi hatupagawi na Roho Mtakatifu? Lazima upagawe. Sio kujaa tu, upagawe. Unajifungia mahali, unapagawa siku hata 2. Unazinuka. Kuja kuinuka, wanakukimbia. Na mialiko huombi watu. Roho Mtakatifu mwenyewe anakuconnect. Wako hapa wahubiri, mimi siombagi mtu mimi. Kama watu hawajaniita, maana yake kuna shughuli za kufanya. Lakini wengine, Bwana, vipi uko nije? Mimi siku hizi Roho Mtakatifu, siku hizi mimi ni mwinjilisti. Unaonaje? Niandalie mkutano. Hizo ni propaganda za kisiasa. Mwenye Roho Mtakatifu watakutafuta. Wenye Roho Mtakatifu wanasema ratiba imejaa. Sio nzuri sana. Punga mkono wako na mnae kama kweli wewe ni mwanafunzi unasikiliza. Semeni ameni nyingine. Haleluya. Waebrania 4:12 hadi 13. Na Matendo 5 mstari wa 1 mpaka wa 5. Waebrania 4:12 hadi 13. Soma. Tuseme amen. Ipokuwa Bible School, kati nasoma diploma, kulikuwa na somo moja linaitwa hubiri neno. Ndio hapo nataka nielezee ukiwa na Roho Mtakatifu. Sema amen. Hubiri nini? Hubiri nini?
Roho Mtakatifu anakaa sana kwenye neno. Kama una Roho Mtakatifu na unahubiri neno, kila kitu kitafanyika. Kila kitu. Kana mawazo ya watu. Kila jambo. Hata ndani ya kanisa. Kama unaona hali ya hewa si nzuri, wewe piga gombo. Acha na vikao, wewe mchawi, wewe sijui vipi, piga injili. Piga sawa sawa ukiwa umejaa Roho Mtakatifu. Watu wenyewe watainua mikono, watakwambia wao. Tuna vikao zingine vinatupotezea muda. Leo tunayopata Bible School. Bible School nia yake ni nzuri. Kutufanya tuwe jasiri, kuwa watu wanaojiamini na kukaa katika makusudi ya Mungu. Lakini bila Roho Mtakatifu unakuwa mwana filosofia tu. Kwa hiyo hubiri neno ukiwa umejaa Roho Mtakatifu na watu wajae Roho Mtakatifu, utaona moto unawaka. Unaweza ukafanya hata kijiji chote wakawa kama wameokoka. Mimi kuna wakati nilikuwa napita Kiomboi madukani kote na naangalia kama watu wanapiga nyimbo zao kwenye vyombo vyao vya kuimba. Nakuta ni kwa tu. Nasema Mungu yupo. Naenda kilabuni nakuta kwaya inaimbwa. Tena wakaniita wakaniambia, mchungaji njoo utubariki. Wako kilabuni. Wakasema huyu ni mchungaji wetu na huyu ni mchungaji msaidizi na hawa ni wazee wa kanisa na huyu ni mashemasi. Yani nikashangaa. Alafu wanasherehekea lakini wanakunywa. Nawaambia ni kweli, lakini mahali mlipo ni mahali pa Mungu. Mkitaka muwe salama, muje pale nilipo. Unawahubiri na hao. Hawakufanyi chochote ukiwa na Roho Mtakatifu. Nimewahubiri wengi. Nimeenda kwenye baa na nunua soda. Maafisa wanakaa kwenye baa. Na unakuta lako halina maafisa, unahangaika hata sadaka. Huendi kule. Mtakatifu ni mtu mwenye vilipuzi. Mwinjilisi ni mtu mwenye vilipuzi. Hakuna mahali anaogopa. Haleluya. Wala maafisa walikuwa wanakunywa bia na washuhudia uzuri, wale wanaowahudumia wote wakaokoka, nikawaleta kanisani. Wakakosa mwenye kuhudumia. Baada hiyo baa ikafa. Mungu ni wa ajabu bwana. Sengine mnapambana na dini. Dini na kushinda. Wao wanakuwa juu kuliko mchungaji wa TAG. Hapana. Nawaambia wengine ni wainjilisti na mna makanisa. Si ndio? Si ndio? Mimi bwana, watu walipookoka sana, wakamuondoa yule mchungaji, wakamuona hana uwezo wa dini fulani. Nikaletewa jamaa ambaye amefanya kazi kwenye mashirika mbalimbali. Ameenda nchi mbalimbali duniani. Wakasema huyu atamnyosha. Asante. Wakasema huyu atamnyosha Yona. Wanafikiri ni Yona, kumbe ni Kristo ndani yangu na nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakasema huyu anaenda kumfutilia mbali. Na nikamwambia ameletwa mtu wa kuja kukumaliza kitheolojia. Mimi nikamwambia Roho Mtakatifu, Bwana, hili kanisa ni lako, mimi si chochote, mimi sijazaliwa kwenye Uislamu. Kwenye Ukristo, nimezaliwa kwenye Uislamu. Ni wewe Yesu ulinileta. Na ukanifundisha kujua kuhubiri. Sijui chochote, nisaidie. Mimi nikadili na maombi. Nikajaa Roho. Fukuto likatokea huko. Mara hivi ni mambo ambayo sipendi kutaja dhambi za mtu. Paka ndoa ikavunjika. Ya yule aliyeletwa kuja kuniondoa. Unanipata? Akawa anaumwa. Akafukuzwa kanisani. Akaenda kumwomba mshirika wake mkurugenzi, akampa ukatibu kata.
Ninapoongea wale wa Singida kule mazingira ya Kiomboi wanajua. Na wanajua ni nani. Akiwa huko wakasema amekula hela za ushuru wa pombe. Akafukuzwa kazi. Akawa naumwa. Vijana wadogo wakaenda kumshuhudia. Analia machozi. Familia imesambaratika. Wakamleta. Alipokuja akatubu. Nikamwambia wewe unashindana na Mungu. Akasema na mimi naona ni kweli. Niombe mtu wa Mungu niokoke. Nikamwombea akaokoka. Nikampangia ubatizo. Ubatizo huo nikatangaza, kulikuwa na harusi watu wengi. Nikamwambia tarehe fulani siku fulani mchungaji aliyekuwa wa mahali fulani anabatizwa. Mungu anavyofanyaga bwana. Mungu Roho Mtakatifu ni jeuri wa wajeuri. Siku hiyo nabatiza kulijaa. Nikambatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nikamzamisha kwenye maji mengi. Akatoka amelowana, akajana Roho Mtakatifu hapo hapo. Mji wote unamwangalia. Yule mtu akawa ananibebea mimi mkoba wangu nikiwa naenda kuhubiri Injili. Na wapa huo ushuhuda ninyi wainjilisti, msiwe na woga. Roho Mtakatifu ni mwema sana, ni mzuri sana. Haleluya. Mpaka sasa napoongea ni miaka zaidi ya 17 yuko ni mtieji. Anaaminika sana. Alihama kwa ajili ya mashamba, akaenda kanisa la pili na anaendelea. Kukawa watu wakaokoka. Roho Mtakatifu akatawala. Mimi nilikuwa naitwa dini ya kimaskini. Nilimlilia Mungu sana. Kwa mkiona kuna unafuu, msio mnakasirika, muwe mnamshukuru Mungu pamoja nasi. Yesu anajibu. Wainjilisti, hiki kitabu kina kila kitu humu ndani. Na msikionea aibu. Tembeeni nacho. Kama bado maisha yako hivi hivi, tembea nacho mitaani, usiweke kwenye mkoba. Tembea hivi hivi. Mnakikwepa hiki kitabu. Ndicho kitakachowapa maisha mazuri. Hiki kitabu kina nyumba ndani. Hiki kitabu kinatoa magari. Hiki kitabu kinaleta heshima. Watu walionitukana na kunidharau wote walikufa. Nasema hadharani na nilisema sio muda mrefu kanisani. Wote walikufa. Usicheze na moto wa Roho Mtakatifu. Kwani unaogopa? Wengine mnaogopa wachawi. Nenda ukashuhudie. Kuna mchawi mmoja, mimi na makanisa mpaka Mbugani. Nilikuwa naenda kwa mguu, baadaye kwa baskeli, baadaye kwa pikipiki. Siku hizi naenda na gari. Haleluya. Yule mtu alikuwa na mabweni ya wagonjwa. Sukuma moja amehamia Iramba. Mabweni 4 yamejaa watu. Wanaaguliwa pale. Wanapewa dawa. Wamejaa. Nikaenda kushuhudia. Kule kuambia tu muaminini Yesu. Wakaniuliza, aligasha gae. Wasukuma nanielewa. Yani anaishi wapi? Huyo Yesu naye msema anaishi wapi, anakaaga wapi? Nikawaambia, nilikuwa na mkalimani. Nikawaambia mbinguni, kasikia naambiwa Muiguria. Muiguria. Akafanya muda mrefu. Mtu anayekaa mbinguni tutakutana wapi na yeye? Ndio uelewe kuna watu mahali wamepotea. Wainjilisti mnatakiwa muende na huko. Msio mnaangalia mijini kwenye shekeli. Familia hiyo sasa hivi wako kanisani. Kwa kifupi,
Huko nilipoenda mbugani, wakaokoka wasichana wawili. Mmoja sasa hivi ni mama askofu. Mwingine nilipoanza kuhubiri, nimeanza kuhubiri Dar es Salaam. Nakumbuka alikuwa anafanya mkutano Ubungo, pale palipokuwa makao makuu ya TAG kabla hajajengwa. Binti mmoja wapo niliyemshuhudia huko, ilipita kama miezi 6. Akanifuata, alisikia walikuwa wanatangaza kwenye redio wakati huo. Akaniambia, baba mdogo amekusikia kwenye redio, amesema uende. Kufanya nini? Ukamtembelee. Yuko wapi? Ni manager wa Kilimanjaro hoteli. Zamani ndio alikuwa hoteli the best katika zote Tanzania. Amesema nikuchukue nikupeleke. Mimi niliendaka kuhubiri porini. Tena ni basikeli iliharibika, nikanyeshewa mvua sana. Niliondoka saa 8, siku ya pili yake nilifika saa 8 kwa mguu. Na nakumbuka nilifika mahali nikaona kivuli mbugani, joto sana. Nikaona kivuli nikalala, ilikuwa mvua imenyesha miezi kama hii. Nikalala nimechoka na njaa, nimechoka. Mzee mmoja akaja akaniamsha. Kaambia, kijana, inuka, nyumba ile unaiona pale, kuna pombe, ukanywe upate nguvu. Na kakili kengine kakanijia, huku mbugani sukapige kikombe kimoja, maana safari bado ndefu. Nikamwambia, shetani ushindwe kwa jina la Yesu. Nina njaa kweli, siwezi hata kutembea. Ndio alinisaidia, labda ningelala mpaka usiku. Nikajikongoja nikaenda kuhubiri, nikaenda kwenye hiyo nyumba. Ndio wakaokoka hao, waliokoka wengine watumishi wa Mungu mpaka leo wengi. Sasa ndio baada ya miezi 6 na hubiri Ubungo, mmoja wapo huyo binti ananiambia, baba mdogo ni manager wa Kilimanjaro hoteli, anaomba ukamuone msalimiane naye, kwa sababu amefurahi kusikia umefika mpaka huko. Kasema sawa. Tukaenda, kafika getini, ile binti akapewa simu na mlinzi, akampigia, akaambia mwacheni hiyo mtu apite. Nikaenda Kilimanjaro hoteli. Zamani zile ukiambiwa mtu alikuwa Kilimanjaro hoteli, utadhani ulienda mbinguni. Ndugu mpendwa, kwa neema ya Bwana nilitembezwa kila mahali, na nikaambiwa nile chochote na kunywa chochote. Nilianza kula saa 4 mpaka saa 8. Nikwambie Mungu anavyofanyaga vitu vizuri. Hebu semeni amen. Sema tena. Mungu tulionaye huyu ni Mungu wa maajabu. Usiitwe mahali unasema, Bwana mimi siendi huko. Unatafuta mahali pazuri tu. Wale huwa wanaangukia pua. Mwambie jirani yako, kama unatafuta mahali pazuri peke yake, utaangukia pua. Wewe piga kazi. Nilienda kulipwa kula Kilimanjaro hoteli, niliendaga mbugani. Na kanisa lipo, kuna mama moja sijui kama yuko hapa leo, ni wa Kiomboya lakini anaishi Dar. Mwaka fulani aliomba, akaniambia, mchungaji Yona, niandalie kuhubiri huko mbugani. Nisaidie baba na wiwa kitu silali. Mume wake hajaokoka. Tena alinikuta nilikuwa hapa chuoni. Nikamwambia, wewe njoo. Mimi kule huwa nakuaga na magari ya porini na magari ya mijini. Kwa niko na yale Land Rover Defender yale yenye matairi nyuma na hapa inafunguka. Yale kama ya Arusha. Nikampa na sinema na madereva na vijana wa kwenda nao. Mmoja wapo waliimba hapa. Waliimba mchana hapa. Wanafanya mkutano pale mnadani. Mimi na magrupu ya wainjilisti, nimeanza kuwa mzee. Na magrupu ya wainjilisti wengi ambao wanaenda na waimbaji. Naweza nikatuma timu 3 kwa wakati mmoja kufungua makanisa tu kwa uinjilisti. Haleluya. Na sasa wako mnadamu mpya hapo.
wanafungua kanisa. Kwa hiyo kwa namna ile nilivyo, yule mama alizunguka mwezi mzima, paka mume wake ni mtu asiokoka, akatoka Dar na gari akamfuata porini mbugani huko. Akamwambia, mama, imetosha, ulivyohubiri imetosha, twende urudi nyumbani. Akamfuata na gari yake huko. Kama huko usimame, sijui kama yupo. Okay, ni mwinjilisti na ni mfanyakazi. Bwana, ukiwa unataka kuhubiri hushindwi. Kwani kuku akitaka kutaga anakosaga pa kutagia? Waona kao nasema na ngoja sijui nini, na wengi mkiguswa nitumie nauli, watu watakuacha, hawatakuita. Hatusemagi nitumie nauli, ila makanisa makubwa wenye busara wanakuuliza kutoka kwako kuja hapa na kiasi gani, ndio nawaambia, na hiyo ichukue usiache. Lakini wewe bado mhubiri hujajulikana, nitumie nauli, weka hapo hapo ulipo, wenzako wataendelea. Halo. Huwa ni hivi, ukienda kuhubiri, ukipewa sadaka usile zote, kula ubakize za nauli. Zile ulizozitumia ukifika kule watakupa, zitazidi. Ukiwadai wainjilisti mmejaa hivi, utaitwa tena? Sisi ndio tulikuwa na soko, sio nyie. Na ili uwe na soko inabidi uombe kweli kweli. Jana natakiwa ukienda kwenye mkutano, ukisimama kabla hujaanza kuhubiri unaanza kuponya. Sangine tunafanyaga hivyo, hata mimi leo. Kama na moto nimejaa, naita wagonjwa kwanza, naonyesha demonstration. Wangapi wanauma hiki na kile, wananyosha mkono. Ukiita jina la Yesu na kemea, hata bila kuomba, toka chini. Na hapa maiki wawili watatu, yule anasema kwa nauma kichwa nimepona, mwingine mgongo nimepona, mwingine hivi. Nilikuwa nahubiri Zanzibar, ndio tunaanza Zanzibar. Huko nilifaulu kwenda, kulikuwa na mwenzangu tunasoma naye hapa. Yeye akapangwa kufanya kazi Zanzibar. Mpendwa wetu sasa hivi ameenda mbinguni, Suleiman Khalfan. Sasa nikaenda, lakini hakuwa na uwezo wa kuandaa mkutano. Nikaendea, kulikuwa na ka ministry sio cha Kipentekoste, lakini wanapenda kuhubiri. Nikawaomba tuende nao. Walikuwa na pesa, wana dola. Tukaenda nao. Nikaenda kufanya mkutano wa madhehebu yote. Lakini nikamuita Khalfani, alikuwa na gari amepewa na missionary. Nikamwambia gari yako itakuwa inanichukua kunipeleka kwenye mkutano na kunirudisha. Tukamlipa. Nilipokuwa nahubiri, naendelea kuhubiri, wamama wawili walikuja, wamepoza, wana mabaibui. Wakati naita watu kuombewa, wakasukumwa na viti vya batairi, wakaletwa. Nikiwa ninaomba, wote wawili wakainuka kwenye viti, wakatembea. Na mimi mhubiri mwenyewe nashangaa. Roho Mtakatifu anavyojua, hasa kwenye maeneo magumu, lazima kutambulisha. Haleluya. Wakati ule hivi video kama hiyo anayo hapo mpiga picha wetu, ilikuwa hamna. Vimetoka Ikulu wakati wa Salimini, anataka kujua mkutano huu ukoje. Alipoona wale wa mama wameinduka, acha waliopagawa na majini waliofunguliwa. Ilikuwa ni kazi, wanakemea kuanzia mida kama hii mpaka saa 3 ya usiku. Kwenye ule uwanja ambaye kanisa la TAG la Askofu nani Mkaganga
Katika Kaganga alikuwa askari, alikuwa mfanyakazi. Hapo ndio kanisa la TAG likajengwa. Wale walipoinuka, ikatoka amri serikalini, yule mhubiri apewe radio Zanzibar ahubiri nayo. Ndio radio ya kwanza Tanzania kwanza kuhubiri. Haleluya. Nilipoanza kuhubiri kwenye radio ndio watu wakafurika. Nilikuwa na kwaya, wakaamuriwa studio ya Zanzibar irekodi hiyo kwaya ili kanda zibaki waendelee kuimbia kwenye kipindi cha dini. Huyo sio Yesu, sio Roho Mtakatifu. Nimemaliza, niwaambia siku hizi sihubiri sana.